imo nguvu ituwezeshayo kuyashinda yote. Ipo nguvu ituwezeshayo kuzishinda dhambi. Ipo nguvu ituwezeshayo kushinda uovu. Ni mimi mwalimu wako Menda Meshack Adili, lakini kwa sana wakati huu, kama ni mara ya kwanza unatufuatilia katika channel hii, karibu sana ndugu mtazamaji. Ni kukaribishe katika vipindi vya siku zote tunavyoendelea navyo siku za katikati ya wiki na Jumapili na weekend pia, kwa neema ya Mungu. Leo tunakwenda katika somo ambalo linasema nguvu ya kushinda, nguvu ya kushinda uovu, nguvu ya kushinda dhambi, nguvu ya kushinda dhambi. Sikiliza, ipo nguvu ambayo inatuwezesha kuishinda uovu. Ipo nguvu ituwezeshayo kuishinda anasa yote katika dunia. Ipo nguvu ituwezeshayo kuzishinda dhambi zozote katika dunia, na nguvu hiyo imeorodheshwa katika kitabu cha Isaya. Isaya amejaribu kuielezea nguvu hiyo kwa kiasi kidogo sana. Ni nguvu ya aina gani? Yesu asifiwe sana. Mtumishi na nabii wa Mungu Isaya katika kitabu chake sura yake ya 40 na mstari wa 31 amejaribu kuielezea nguvu hiyo kwa udogo sana, lakini nguvu hiyo imeorodheshwa sana katika kitabu na Biblia katika Agano Jipya. Nasema katika Agano la Kale, pia tutakwenda katika Agano Jipya moja kwa moja. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Hii nguvu ya kushinda dhambi, hii nguvu ya kuona mambo yote ya dunia na tamaa zake za mwili ni kama mavi, hiyo nguvu imeorodheshwa katika Isaya sura ya 40 na mstari wa 31. Wote wamngojeao Bwana, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Nguvu hiyo sio nguvu katika physical appearance, sio nguvu ya kwenda nayo shambani, sio nguvu ya kutembelea na masafa marefu, sio nguvu ya kutembea ya kubeba mizigo mikubwa, sio nguvu ya kwenda nayo kulima na kuhakikishia, sio nguvu katika mwili. Na nguvu hiyo imeorodheshwa na kupekewa mifano. Baadhi watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatozimia. Nguvu hiyo katika hali ya roho yako ikipata nguvu, utakuwa na uwezo wa kupenya, utakuwa na uwezo wa kutembea, utakuwa na uwezo wa masafa katika yote ulioaminiwa na Bwana. Utayatimiza kwa wasaa wake, utayakamilisha kwa njia yake. Neema ya Mungu ipo kwa ajili ya kukupa nguvu hiyo. Nimewachanganya na wapeleke katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tukaione nguvu hiyo imeelezewa kwa namna gani, na nguvu hiyo ni nguvu gani ambayo ilielezewa katika nabii Isaya. Wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wale ambao wamekusudia, wamekubali kumngojea Bwana. Kumngojea Bwana sio kukaa kumngojea kwenye viti. Kumngojea Bwana sio kumngojea Bwana ni kubaki katika mfumo wa kimungu, ni kubaki katika sheria ya Kristo, ni kubaki katika utumishi endelevu, ni kubaki katika utumishi usio na mawaa, utaua. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu. Umeiona sasa nguvu inayoelezewa na nabii Isaya? Hiyo nguvu ya kutupaisha juu kama tai, hiyo nguvu ya kutupa uwezesho katika dunia hii iliyochafuka, hiyo nguvu ya kutupa uimara na ukamilifu katika yote yaliyo mbele yetu, imeelezewa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mtapokea nguvu akiisha kuajilia
juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi sasa mkishaipokea hiyo nguvu, hamtoenda kulima nayo mashambani mwenu, hamtoenda kupiga nayo misele kwa kutembea mitaa mingi, hamtoenda kupiga babwaje na umbea mwingi, hamtakaa muda mrefu bila kula chakula kwa sababu mmekula mna nguvu. Hapana, nguvu hiyo ipo kwa ajili ya kukufanya wewe uwe mshahidi wa Yesu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Utakuwa shahidi wa Mungu baada ya kupokea nguvu hiyo, baada ya kukaa na kumngoja Mungu na kupokea nguvu ya kushinda uovu, na kupokea nguvu ya kuona uovu kama mavi, ya kupokea nguvu ya kuona yote uliyotenda kama yamepita, hayana mambo tena, hayana maamuzi tena kwenye maisha yako. Hiyo nguvu itakapoingia kwenye maisha yako, utakuwa na uwezo wa kuinuka na kwenda kuipiga kazi ya Mungu, na kwenda kuionyesha ulimwengu kwamba umekubaliwa, na kwenda kuionyesha dunia kwamba wewe sio mtu wa kawaida, kwa sababu ndani yako hakuna nguvu katika mwili tu, bali umeimarika kwa nguvu ya Roho, bali umeimarika na kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu na katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nguvu hiyo ipo kwa ajili ya wote ambao wamemwamini Mungu, ili mradi tu umekusudia kumtumikia Mungu na kumwamini. Baada ya kumwamini, nguvu hiyo inaingizwa kwenye maisha yako. Nguvu hiyo inaorozeshwa katika mfumo na timetable ambazo hujawahi kuzifikiria. Katika hali ya kawaida, ni wengi wanaanguka kwenye dhambi kwa sababu wameikosa nguvu hii. Ni wengi wanafanya makosa ya kujirudia kwa sababu wamekosa nguvu hii. Roho Mtakatifu ndiyo nguvu. Roho Mtakatifu ndiyo nguvu iliyosemewa katika hilo, nguvu ya kutuwezesha kwenda juu, nguvu ya kutuwezesha kwenda masafa, nguvu ya kutuwezesha kupiga mwendo. Mungu akusaidie nguvu hiyo ukaipokea leo katika jina la Yesu. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi. Lakini pia katika Matendo ya Mitume hiyo sura ya 2 tunaiona baada nguvu kupokelewa, baada ya nguvu kupokelewa, kikazaliwa kizazi cha wapindua ulimwengu, kikazaliwa kizazi cha watu walioleta hamasa kubwa, na kanisa la kwanza lilitokea baada ya nguvu hiyo. Kanisa hilo liliitwa kanisa la Antiokia. Halikuitwa kanisa la Antiokia, lakini watu walipowaona kikundi hicho cha watu kina nguvu, na watu wale walipokuwa wakibaki eneo lile, walipokuwa wakiendelea kuwashangaza watu kwa lugha walizokuwa wanazitamka. Wengi wanatamka katika lugha wasizo za kwao, wengi wanatamka katika lugha ambazo ni za makabila mengine, ni za mataifa mengine. Wakashangaa, wa mataifa wakashangaa, Wagiriki wakashangaa, wamekuwaje watu hao wanatamka lugha zisizo za kwao, wanatamka lugha zetu, imekuwaje jambo hili? Hao ndio wapindua ulimwengu, na hicho ndicho kizazi cha wapindua ulimwengu. Biblia inanifurahisha sana katika hawa, na kwa sababu ya hiyo nguvu ndipo kanisa lilianza. Asili yoyote ya kanisa inaelezewa katika kitabu hiki, Matendo ya Mitume. Baada ya hawa vijana wenye hamasa ya kumpenda Mungu, ya kumtaka Mungu, walipokusudia kumtaka Mungu kwa nguvu, walipokusudia kuhangaika na kumtafuta Mungu, hii nguvu ilihamishwa katika maisha yao. Wakaona yote waliokuwa nayo hapo kabla ni kama mavi, wakaona yote walioyatenda hapo kabla ni kama utupu, wakaona yote walioyatenda hapo kabla ni kama hayafai, bali walishikamana na kuwa kitu kimoja, na hakuna aliyekuwa nacho kitu na akasema hiki ni kitu changu, na hakuna aliyekuwa na shamba akasema hili ni shamba langu, hakuna aliyekuwa na gari akasema hili ni gari langu. Kila kitu waliweka kuwa shirika, walifanya vitu kuwa shirika, kila kitu waliviweka kuwa shirika. Unaweza kuona makosa tulionayo katika makanisa ya sasa.
ni kosa kubwa tulionao kwenye kanisa la sasa. Tuna kanisa ambalo tuna watu wengi ambao tumeshindwa kuwa maintain makanisani. Wametoka nje na kwenda kutafuta mikoba, wametoka nje na kwenda kutafuta vikundi vya kuwekeza, wametoka nje ya makanisa na kwenda kutafuta wapi wanaweza wakajishikiza ili ya kwamba wakalipwe baadaye, ili ya kwamba mzunguko wa pesa utakapofika baada ya miezi kadhaa na wenyewe wakapokee posheni yao. Unaona ni dhambi na anasa inavyoingia katika dunia, inavyoingia katika kanisa. Wapo watu ni watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu wameendelea pia kutoka katika kanisa, wanaenda kwenye mikoba, wanaenda kwenye vikundi. Sio dhambi, lakini ninyi kama wanaukoo wa Kristo mmefanyaje kujimaintain na kuhakikisha kati yenu hakuna mtu ambaye anapungukiwa? Mmefanyaje kujitunza na kuhakikisha katikati yenu hakuna mtu ambaye anaonekana hana kitu? Sikiliza, Anania na Safira walipouza kiwanja kilikuwa cha kwao, lakini kwa sababu ya ratiba na timetable zilizokuwa kwa kipindi kile, walipomwahidi tutamtolea Mungu, iliwapasa hukumu ya kifo waliposhindwa. Lakini sasa tumebaki tunaendelea na kwenda katika vikundi, kwenda katika wekeza sijui nini, vikundi vyote mtaani. Tunawaacha jamii inayoamini wanaendelea kuendelea na utumishi. Tupo kiroho mtumishi, tupo kiroho, hatutaki vikundi makanisani. Lakini huyo mtu ambaye yupo kiroho anatoka kanisani anaenda nje kuchangamana na hao wa dunia, hao wazinzi, hao wa ovyo, hao wachafu, na kuwekeza hela zake ili mzunguko utakapofika na yeye akapokea hela zake. Aisee, Mungu akupe neema. Kama ni mtumishi wa Mungu na mchungaji katika kanisa lolote, Mungu akupe neema. Usije ukasababisha watu wako unaoongoza wakatoka miongoni mwao na kwenda kuanzisha vikundi, kuungana na vikundi. Na huyo mtu atakapohitajika kwenye kikundi na atakapohitajika kanisani, asiwepo kanisani akawepo kwenye kikundi, utamsema. Kwa nini utamsema? Wakati huku kuna mlisha kuliko huku. Kanisa halimlishi, kanisa halimjali, kanisa tunafahamiana kiroho tu. Tukitokea kiroho hamna kitu kingi, hamna msaada mwingine mnaweza mkanipa kama kanisa. Kumbe unajua kuna namna makanisa yanatakiwa tujiupdate. Kama watu wa dunia wameweza kutengeneza vikundi na watu wa kanisani wanatoka kutafuta vikundi vya duniani, hata wewe unaweza ukawa na vikundi kanisani, ambao vikundi hivyo ni kama vya dunia, lakini principles zenu zinaheshimu ibada. Vikundi vya dunia haviheshimu ibada. Kuna vikundi vinaendelea muda wa kanisa, kuna vikundi vinaendelea muda wa mazoezi, kuna vikundi vinaendelea na kuharibu ratiba za Kristo. Ukiwa na kikundi kanisani, unawezaje ukaharibu muda wa ibada? Ukiwa na kikundi kanisani, unawezaje ukaharibu muda wa kwaya? Watu wameacha kuimba kwaya, watu wameacha kuzuria vipindi vya kina mama, vipindi vya vijana, kwa sababu havina umuhimu sana kama vipindi vya vikundi kwao. Na katika vikundi kwao wanapiana hata tozo. Usipofika mama fulani, usipofika kaka fulani, usipofika. Mungu akubariki sana, nikutakiwa saa mwema. Ulikuwa nami mwalimu Mendamenda Adili. Tutakapokuwa mtandaoni pia usisite kuungana pamoja nasi katika masomo yanayoendelea. Ni mimi mwalimu Mendamenda Adili katika MG Media. Nikutakiwa saa mwema na Mungu akubariki sana. Amen.